Mtazamaji, tumerejea tena katika upande wa biashara na uchumi. Ikiwa imepita siku moja toka Tanzania iungane na mataifa mengine duniani kuadhimisha siku ya vipimo, wafanyabiashara wa mkoa wa Dodoma wameahidi kutumia mizani zilizokaguliwa na kuthibitishwa na wakala wa vipimo nchini WMA ili kuepusha vitendo vya udanganyifu kwa wateja wao. Kutoka Dodoma, mwandishi wetu Roda Simba anatueleza zaidi. Rumbesa ni jambo la zamani, na leo naongea na wenzetu wa vipimo, mko hapa. Kaeni, malizeni jambo hili la fanya vipimo kwa Rumbesa. Kufuatia kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, wafanyabiashara mkoani Dodoma wamewatoa hofu wateja wao kwa kuhakikishia vipimo sahihi. Yaani waache kuwa na wasiwasi, wawe na amani kwa sababu hii mizani inapimwa. Kila mwisho wa mwaka lazima ipimwe na haijaipita mwaka mizani hazijaja kupimwa hapa. Kuna wengine ambao hawaendi kugongewa mizani yao, ndio maana udanganyifu huo unatokea. Tunao wafanyabiashara wengi sana, lakini walio wengi kimsingi hawana vipimo kama mizani. Ni watu ambao wananunua bidhaa zao kwa mzani, lakini kwenye kuuza anauza kwa kukisia. Wenye mamlaka nao wanasema hawatawafumbia macho wale wote wanaotumia mizani ambayo haijakaguliwa kutoa huduma. Kwa mujibu wa sheria ya vipimo sura namba 340 ikisomwa pamoja na kanuni zake, ni kosa kwa mtu yeyote kuuza bidhaa yoyote kwa kupunja. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umewahimiza wafanyabiashara wadogo nchini kuwa na bima ya afya ili kujikinga na gharama za matibabu pindi wao au familia zao zitakapougua, kwa kuwa gharama hizo za matibabu zinaweza kuathiri au kufilisi mitaji ya biashara zao pindi watakapokuwa hawana bima hiyo ya afya. Wito huo umetolewa na meneja uhusiano kutoka Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya Bwana James Mlowe, na kubainisha kuwa bima ya afya inasaidia kukuza biashara na kulinda mitaji ya biashara. Changamoto za kiafya ambazo zinaweza kuhitaji fedha nyingi anapopata hizo changamoto kuweza kujitibia. Kwa akiweka mipango yake toka mwanzo anapoanza biashara, kwanza anaweka bima ya afya, anakata bima ya afya ili anapopata changamoto wakati shughuli zake za kibiashara zinaendelea, hata tumia sehemu ya mtaji wake kwenda kupata matibabu, bima ya afya itamkava na atarudi kuendelea na shughuli zake bila kuteteleka kwa mtaji wake. Nao baadhi ya wafanyabiashara hao wadogo wameweka wazi namna ambavyo bima ya afya inaokoa mitaji na biashara zao wakati wanapopata changamoto za kiafya. Nimeingia zangu mjini kati hapo kwenye shughuli za kawaida. Ajali haina kinga, kilichotokeza yani ingekuwa kama sina bima tungekuwa tunazungumza mambo mengine. Kwa sababu nimefanya CT scan ambayo kwa malipo ya keshi sio chini ya Laki3, Laki4. Lakini bima imenivusha. Kwa kweli kabla sijapata bima ya afya nilikuwa nakuwa na hofu mara kwa mara, nawaza nikiumwa itakuwaje, mimi lazima nje kufanya biashara. Nikawaza na kufikiria, nikakata bima ya afya mimi pamoja na watoto wangu. Nilipata tatizo kwa kupitia mke wangu, alipata shida kidogo. Wakati anapata shida ile nilikuwa sina hata shilingi 100. Bima ile ikaanza kazi. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inayotutamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Esther Mtebe katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.